أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين. وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم سلمنا ونجنا من النار يا رب العالمين. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na rehma zifikie nabii wetu kipenzi chetu kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala si mwingine bali ni Muhammad bin Abdullah rehma na amani zimwendee. Awalan usikum wa usiya nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla. Jambo la kwanza ndugu zangu Waislamu, na usieni nafsi zenu nikiwa mwanzo kuihusia nafsi yangu kwa jambo lizima la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha, na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kukaa katika hii njia ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika yeye ndio mtu bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika mkarimu mtu bora miongoni mwenu ni yule ambaye kwamba katika kifua chake kuna takwa Allah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hii takwa ndugu zangu Waislamu ndio wale ambao kwamba wametangulia wema kabla yetu wamefaulu, kwa sababu walikuwa ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maudhui hutubatina leo, ama maudhui ya hotuba yetu ya leo ndugu zangu Waislamu, يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. Ndugu zangu Waislamu, tukikumbuka siku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametembelewa na malakul maut, siku yake ya kuondoka katika huu ulimwengu wa ardhi, ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kijasho kilimtoka katika paji la uso kwa sababu ya uchungu wa mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikika anasema, inna lilmauti la sakarat, hakika katika mauti kuna kilevi. Ndugu zangu Waislamu, akasikika Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua, anasema Allah subhanahu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu
na kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sala as-sala wama malakat aymanukum. Hayo maneno ya Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba aliweza kuyatoa mara ya mwisho, na alisikika akirudia haya maneno mara kadhaa mpaka sauti yake ikawa ni hafifu, bimaana anaondoka katika huu ulimwengu wa ardhi. Wasia gani ndugu zangu Waislamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam anahusia as-sala as-sala, swala swala, wama malakat aymanukum, na muheshimu wale ambao kwamba mmewamiliki, wale ambao kwamba wako chini yenu. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, mada yetu ya leo ndugu zangu Waislamu, tutakuwa mwenye kuzungumzia atariku swala, mwenye kuacha swala. As-sala hiya a'zam ruknun ba'da shahadatayn, hii ni nguzo ya pili baada ya shahada mbili. Faman tarakahu faqad kafara, na yule mwenye kuacha swala ndugu zangu Waislamu, hakika mbele Allah subhanahu wa ta'ala amekufuru. Fi kauli Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kauli ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, anasema hadithi ya Abi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufr tariku salah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema baina ya mwanadamu ama mtu ambaye kwamba ni mushrik na kafir, baina iliyoko baina yao, tofauti iliyoko baina yao ni mtu kukaa mbali na swala, ni mtu kuacha swala ndugu zangu Waislamu. Na katika hadithi ya Buraida radhiyallahu anhu akasema vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi iliyoko baina yetu na wale ambao kwamba si Waislamu, makufar wal mushrikin, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni swala ndugu zangu Waislamu. Faman tarakaha, na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuacha hii swala ndugu zangu Waislamu, faqad kafara, na hakika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu atakuwa amekufuru ndugu zangu Waislamu. Hadithi imepokelewa na Tirmidhi na Ibn Majah ndugu zangu Waislamu. Angalia kauli ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema. Anasema Abdullah ibn Shaqiq qala kana ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Hawa ni masahaba wa Mtume Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, wanasema hawakuona chochote, hawakuona kitendo chochote katika Muislamu ambacho kwamba atakuwa ni mwenye kuacha na kukufuru kama swala ndugu zangu Waislamu. Bimaana ikiwa kama wewe ni Muislamu, unajiita Yusuf, unajiita Muhammad, unajiita Idris, lakini umekaa mbali na swala ndugu zangu Waislamu, jua kwamba hakika wewe ni miongoni ambao kwamba umekufuru. Sio maneno yangu, bali ni maneno ya Mtume Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, angalia kauli ya sahaba wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, Umar ibn al-Khattab anasema la haqqan fil islam, la haqqan fil islam liman taraka as-salah, hakuna na hana sehemu Muislamu yoyote yule ambaye kwamba atakuwa amekaa mbali na swala na kuacha swala. Ndugu zangu Waislamu, hana nafasi yote katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, mambo ambayo kwamba inatupelekea ama sababu ambazo kwamba zinatupelekea sisi kuacha swala, jambo la kwanza ndugu zangu Waislamu ni watu kuzama katika maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu kila siku anaogelea katika maasi, basi mtu kama huyo moyo wake hauna shaka na hauna wasiwasi wakati kipindi cha swala kinachopita na hajaswali. Ndugu zangu Waislamu, sababu nyingine ndugu zangu Waislamu ni mtu kuingia katika dunia
hasa sana kusikia muziki. Ndugu zangu Waislamu, inafanya nyoyo zetu zinakuwa zinadoa, ambalo kwamba hatuwezi tukasikia neno la Allah subhanahu wa ta'ala, bali tukasikia neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, hakika najua kwamba hii swala, ndugu zangu Waislamu, ndio amali ya kwanza ambayo kwamba itakayokuwa ni yenye kuhesabika siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza hakika amali ya kwanza ambayo kwamba itakuwa ni kuhesabika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni swala. Akaendelea na kusema, fa in salahat faqad aflaha wa anja, basi ikiwa kwamba utakuwa ni mwenye kufaulu katika swala zako zikawa ni zenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad aflaha wa anja, basi utakuwa ni mwenye kufaulu na utakuwa umefuzu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, lakini juu ya ndugu zangu Waislamu, ikiwa swala zako zitakuwa na kasoro, haukuwa ni mwenye kuswali, uliswali huku unaria katika moyo wako, basi jua ndugu zangu Waislamu, fakad khaba wa khasara, hakika siku hiyo ndugu zangu Waislamu utakuwa umepata hasara na umedhalilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara iliyoje leo hii ndugu zangu Waislamu, tunajiita Waislamu lakini katika swala zetu kuna shida ndugu zangu Waislamu. Muislamu anaswali swala ambayo kwamba anataka, wacha niswali kwa sababu nimekutana na Muislamu mwenzangu, wacha niswali kwa sababu leo hii niko na shida na nitajia kupata kazi, wacha niende muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni hasara iliyoko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wailul lilmusallin alladhina hum fi salatihim sa'un, hakika adhabu kali itakuwa ni yenye kuwapata wale ambao kwamba ni wenye kuswali. Kwa sababu gani? Wale ambao kwamba wanaswali wakipuuzia swala zao, wale ambao kwamba leo hii wanaswali wakirukaruka, wale ambao kwamba wanaswali kwa sababu ya kujionyesha. Ndugu zangu Waislamu, mbele Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amekuandalia adhabu ambayo kwamba ni kali. Ndugu zangu Waislamu, adhabu ambayo kwamba wanapata wale ambao kwamba ni wenye kutoswali ama wanaacha swala zao. Ndugu zangu Waislamu, wanakuwa ni wenye kupata maisha ya dhiki hapa duniani. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wala ambao kwamba watakaa mbali na utajo wangu, hakika nitawapatia maisha ambayo kwamba ni ya dhiki. Watakuwa ni wenye kupata maisha ambayo ni ya dhiki. Leo hii usione ndugu zangu Waislamu, mtu amekaa maisha mazuri, mtu anakula chakula mzuri, lakini haswali. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu kama huyo basi atakuwa ni katika maisha ya dhiki. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili, hapa duniani umekaa mbali na swala ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, unapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala fi kaulihi, katika kauli yake Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimwendee, la'ana Allahu man taraka as-salata mutahammidan, hakika amelaaniwa yule ambaye kwamba ameacha swala kwa makusudi. Ndugu zangu Waislamu, na nini maana ya laana? Ad-darbu min rahmatillah, ni kuondolewa na kuweka mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na imethibiti katika maulama wanasema si Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake anakulani, bali viumbe vyote duniani vinakulani kwa sababu ya wewe kuacha swala. Ndugu zangu Waislamu, anasema Ibnul Qayyim rahimahullah kwamba katika hii ardhi ukitembea huku hauswali, ardhi inaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu nipatie nafasi nimmeze huyu mja kwa sababu ya kukufuru wewe. Kwa sababu gani ndugu zangu Waislamu?
kwa sababu ya kuacha swala. Ndugu zangu Waislamu, utakapoingia katika kaburi, hakika utakuwa mwenye kupata kubanwa na kaburi lako. Ndugu zangu Waislamu, qala Imam Ibn Baz rahimahullah, amesema Ibn Baz, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake, tariku swala, mwenye kuacha swala, yu'adhibu fi kabrihi adhaban shadida, anakuwa mwenye kupata katika kaburi lake adhabu ambayo kwamba ni chungu. Wa yudayyiqu alayhi kabrahu, na kaburi lake linapata kumbana, hatta takhtalifa adla'uhu, mpaka zinapitana mbavu zake na kugongana. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu gani? Kwa sababu duniani ulikuwa ni mwenye kupuuzia swala, na imethibiti katika maulama vile vile wanasema katika kaburi, ndugu zangu Waislamu, kila kipindi ambacho kwamba ulikuwa ni mwenye kuacha, unatembelewa na nyoka mkubwa ambaye kwamba anaitwa Shujaa al-Aqra, anaweza kudona, anapata kudona mpaka wakati wa swala unapoisha. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni adhabu ya kaburi kwa yule ambaye kwamba aliweza kuacha swala katika huu mgongo wa ardhi. Ndugu zangu Waislamu, ama yaum al-qiyama, ama siku ya kiyama, ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuingiza katika moto wa Jahannam. Huko katika moto wa Jahannam utakuja kuulizwa na malaika, ni nini kinachokufanya mpaka leo huu umeingia katika hii shimo la Jahannam? Mwanadamu atakuwa ni mwenye kujibu, ma salakakum fi saqar, nini ambacho kwamba kimekupeleka mpaka ukaingia katika huu moto wa Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wale ambao kwamba hawakuwa wanaswali. Ndugu zangu Waislamu, ikimalizia, ndugu zangu Waislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha swala 5 katika siku, mchana na usiku. Ametuamrisha swala 5 peke yake, ndugu zangu Waislamu, ambazo kwamba hii swala 5 ni dakika 5 mpaka dakika 7, lakini cha maajabu imekuwa ni mzigo kwetu, ndugu zangu Waislamu. Kila mtu ana swala anapoona ile swala ambayo kwamba kuna wakati ana swali. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, wa'budu rabbaka hatta ta'tiyaka al-yaqin, mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka itakapokufikia yakini. Ndugu zangu Waislamu, ai al-maut, mpaka ile siku, ndugu zangu Waislamu, mauti yatakapokupata. Ewe mwanadamu, ndugu zangu Waislamu, hauna udhuru wote kuacha swala. Ima wewe ni mzima, uko katika safari, wewe ni mgonjwa, hauna udhuru wote wa kuacha swala. Ndugu zangu Waislamu, na si peke yako, unakuja katika swala umaacha ahli zako nao hawaswali. Ndugu zangu Waislamu, itakuwa ni mtihani kwetu siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu atakuja kumkimbia ndugu yake, mtu atakuja kumkimbia mke wake, watoto wake, baba yake na mama yake. Si kwa sababu gani? Ni kwa sababu haukuwa ni mwenye kumwamurisha kuswali swala 5. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, wa'mur ahlaka bis-salah, wa'murisha ahli zako swala, wastabir 'alayha, na uweze kuvumilia katika hiyo swala. Mfano leo hii kuna baridi kali wakati wa Isha na wakati wa Fajr, lakini muweze kusubiria katika hiyo hali, muweze kusimama katika swala, maana wakati kama huu ambao kwamba kuna baridi kali, ndugu zangu Waislamu, malipo ya swala haitoshani na malipo ya siku zingine ambazo kwamba ni za kawaida. Ndugu zangu Waislamu, kauli ya na wasia wa Luqman kwa wanao, kilichomfanya akatajwa katika Qur'ani hali ya kuwa yeye si mtume wa Mwenyezi Mungu wala si nabii, ni kwa sababu alikuwa ni mwenye kuamrisha ahli zake, watoto wake, kulingamana na mambo ambayo kwamba ni mema na kuwakataza katika mambo ambayo kwamba ni shari.
Luqman ananukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya bunayya, enyi watoto wangu, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Enyi watoto wangu, simamisheni swala, wa'mur bil ma'ruf, na muamrisheni mambo mema, wanha 'anil munkar, na muweze kukataza na kukaa mbali na mambo ambayo kwamba ni ya uchafu. Ndugu zangu Waislamu, aqulu qawlan hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'u minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم في مرة أخرى أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله فقد فاز، كما قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة من سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن العفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله إليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدني علما وارزقني فهما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا للصلاة.